Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wangapi wana amani? Na wasalimia kupitia jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kipekee na mimi namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi kwanza ya kuiona hii siku ambayo tunaadhimisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini pia namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena ya kuweza kusimama kwenye madhabahu hii. Kipekee sana nimshukuru Baba Askofu, Mungu akubariki kwa kutuamini sisi vijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla sijaendelea, nitaimba chorus kwa ufupi alafu tutaendelea. Tuko pamoja. Chini kwako ni safi kwa damu yako, ni kwako chini kwako ni safi, ni safi Yesu Kristo aliangikwa msalabani. Tunapoimba haya maneno, nimesogea mtini kwako, tafsiri yake ni kwamba tumesogea kwenye msalaba wa Yesu. Bwana asifiwe. Kwenye msalaba wa Yesu kuna kila kitu. Kwenye msalaba wa Yesu kuna kila kitu. Kwenye msalaba wa Yesu kuna ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye msalaba wa Yesu kuna uponyaji. Kwenye msalaba wa Yesu kuna kila kitu ambacho sisi kama watu wa Mungu tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi sitazungumza muda mrefu sana. Unajua, natamani pia watu kuwaona leo sikukuu, kuna watu wana shauri ya kutosha kwa siku tuna muda mrefu sana. Tutakwenda kusikiza maneno ya Mungu alafu baadaye tutakwenda kurudi majumbani kwetu. Basi ujumbe ambao nakwenda kufundisha unasema faida ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo anaandika faida ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Narudia tena, faida ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Huu ni ujumbe wa somo kwamba kwenda kujifunza, na niseme kitu kimoja. Kuna kanisa fulani nilikuwa na hudumu kipindi fulani, nikawa nawaambia leo yangu watu wa pale, kwa maana ya wale wengine wa pale, nikawaambia anapokuja mtu kuhubiri neno la Mungu au ikitokea hata mshirika wala kwa kanisani akasimama kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu, wewe pokea kama unapokea ujumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu amesimama kwenye madhabahu, tunachotaka ni cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasikiza ile ujumbe ambao unafundisha, alafu ukaona kitu fulani ambacho kitakusaidia na wewe kwenda kufikiria somo lingine kusoma zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mimi watu hapa ni nyenyekevu na wasikivu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nyuma ya kufufuka kwa Yesu Kristo, na kuzungumzia kwa maana ya faida za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, nyuma ya kufufuka kwa Yesu Kristo kuna mpango. Nyuma ya kufufuka kwa Yesu Kristo kuna kusudi ambalo alikuwa ameipanga Mungu mwenyewe. Bwana tuende sana. Lipo kusudi ambalo Yesu Kristo alikuwa ameliona, ndio maana inaonekana kwamba kuna lazima aje kusulubiwa. Lazima aje kufa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyuma ya kifo cha Yesu Kristo hakuja kufa kwa bahati mbaya. Yesu Kristo hakuja kufa kwa bahati mbaya, alikuja kufa kwa mpango maalum. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Ukisoma kwenye maandiko kuna habari ambayo inazungumzia kwamba wakati wakaulizana kwamba tumtume nani kwa ajili ya kwenda kuwakomboa wanadamu, tumtume nani? Yesu Kristo akasema mimi ndiye mtume mimi. Bwana tusaidie sana.
Bwana asifiwe sana. Akasema yuko tayari kwenda kuwakomboa wanadamu ambao wako kwenye dhambi, kuwakomboa wanadamu ambao wako kwenye shida, kuwakomboa wanadamu ambao wako kwenye changamoto. Sikiliza kwa hiyo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari 26. Mwanzo sura ya 1 mstari 26, naomba tufungue hapo kwa nisomea kwa vituo. Mwanzo sura ya 1 mstari 26, Biblia inazungumzia kwa habari ya utawala ambao alikuwa anatawala mwanadamu. Biblia ilikuwa inazungumzia kwa habari ya nguvu ya kutawala ambao mwanadamu alipewa kabla hajamwasi Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama kuna mtu anataka naomba nisomee hapo. Mwanzo sura ya 1 mstari 26, naomba nisomea kwa vituo. Biblia inasema Mwanzo sura ya 1. Ndio. Akasema, ndio, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Taratibu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ndio, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na pia chenye kitambaa, naam, kitambaacho juu ya nchi. Ndio, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Huyu mtu ambaye tumfanye kwa mfano wetu ni nani? Mtu ndiye alikuwa ni Adamu. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Huyu mtu alikuwa ni Adamu. Kwa Adamu akapewa utawala wa kutawala vitu vyote ambavyo viko kwenye uso wa nchi. Biblia inasema wakatawale samaki wa baharini, wakatawale wanyama. Bwana tuende sana. Kwa Adamu alipewa utawala wa kutawala vitu vyote katika uso wa nchi. Adamu alikuwa na nguvu ya utawala kabla hajamwasi Mungu. Alikuwa na nguvu ya kutawala kila kitu. Alikuwa na uwezo wa kutawala kwa maana si simba, si swala, si nini, kitu chote kilikuwa kinamsikiliza Adamu. Bwana tuende sana. Na wakati mwingine ndio tukasema Adamu ndio alikuwa ana neno la mwisho kabla ya Mungu kuweka madoshi yake. Bwana tuende sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanadamu alipomtenda Mungu dhambi, ule utawala ukaondoka. Mwanadamu alipomtenda Mungu dhambi, ile nguvu ya kumiliki ikaondoka. Mwanadamu alipomwasi Mungu, ile nguvu ya kumiliki ikaondoka. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Baada ya nguvu kwa kutetea ndipo Mungu mwenyewe akapanga mpango wa kumleta mwanae ili aje kufa kwa ajili ya kuondoa kama watu wanapotea katika uso wa dunia. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mwanadamu kutenda dhambi alikuwa na nguvu ya kumiliki. Kama mwanadamu kumwasi Mungu alikuwa na nguvu ya kumiliki. Alikuwa na nguvu ya kutawala. Alikuwa na nguvu ya kumiliki kila kitu ambacho kilikuwa kwenye uso wa nchi. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alikuwa na nguvu ya nini? Ya kumiliki. Alikuwa na nguvu ya nini? Ya kumiliki kabla hajamwasi Mungu. Kwa hiyo Yesu baada ya kuonekana kwa mwanadamu mwasi Mungu, ndipo Mungu akaja na sababu nyingine ya kutaka kuwakomboa wanadamu. Kwa hiyo zipo sababu nyingi zilizomfanya Yesu akubali kufa msalabani. Zipo sababu nyingi zilizomfanya Yesu akubali kufa msalabani. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kulipa gharama. Bwana tuende sana. Alika sababu ya kwanza ilikuwa ni kulipa gharama. Tulikuwa tunaimba kama wewe tulikuwa tunaimba hapa. Alilipa gharama, ni kweli hivyo. Yesu Kristo alilipa gharama kwa sababu sisi ndio kwa kitu mtu wa Mungu. Unajua baada ya kumwasi Mungu, ilitakiwa kwamba ionekane kwamba aliyekufa mtu mwingine, aliyekumwaga damu mtu mwingine kwa ajili ya kutukomboa sisi. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Ilitakiwa aliyekufa mtu mwingine kwa ajili ya kutukomboa. Kwa hiyo kama tungeomba sisi wenyewe kama kiumbe kwaje, kama ni mtu majikomboa wenyewe, ndio kwa maana unaopewa haki kwa kukomboa kwa sisi kama tunaweza. Na hiyo ndio kwa maana ukifuatilia kwenye maisha yetu tunaoishi, bila kuwa na Yesu ndio kwa sababu sana. Bila kumjua Yesu ndio kwenye shida. Kwa mfano, mimi binafsi kwa namuuliza Mungu na nasema kabisa, bila Yesu mimi ningekuwa nimekwisha kufa. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Nakumbuka nikiwa mdogo wakati tutoto wadogo tunakuwa, tulikuwa tunakaa Manzese. Manzese haita Manzese TikTok. Sasa Manzese jirani na shule fulani inaitwa shule ya msingi Ukombozi, kwa maana Manzese TikTok unaingia upande wa pili. Kwa hiyo yale mazingira yetu tunaishi ni viwanja tu vya mpira hapo. Kwa hiyo ni tunatamani ni kucheza mpira, yani hakuna kitu cha maana kinachoendelea. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Na mimi nikitoka nyumbani yani hapo ndio sehemu ya kucheza mpira, ndio sehemu ya kucheza, hata sehemu nyingine ya kucheza. Bwana tuende sana. Bwana tuende sana. Kwa hiyo bila Yesu ya kumwonyesha maana kupitia wazazi wangu na mshirika wewe nimezaliwa na ndio walionyesha nguvu. Si ndio tunataka? Si ndio? Kwa mimi wakati nazaliwa walikuwa wameshaokoka kwa maana nyingine wananiambia sijawahi kuchanga chai yoyote. Baba ni kichanga wenyewe. Na kwa jina la Yesu siwezi kukuchanga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo kwa sababu tulikuwa tunakuja kwa neema ya wokovu kwa sababu tulikwisha kutambua na mshukuru Mungu wakati nakuja hapa 2007 nilikuwa namaliza form 4. Wakati nimefika hapa na mshukuru Mungu nilikuja kutatizo hapa na kuna somo fulani nilifundisha mchungaji alikuwa anauliza tu akasema wapo watoto ambao wanaiwako kwenye maisha ya Mungu lakini hawajaamini wao. Bado wanategemea neema ya wazazi wao. Kwa hiyo mtoto anatakiwa uchukue hatua mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akasema ndio uchukue hatua mwenyewe kwa sababu maisha ya wote ni ya kwako. Kwa hiyo kile kitu chote na maana ndio kwenye neema ya wazazi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo baadaye nikawa niseme ni kama nilikuwa nimeelewa lakini nilikuwa sijakini niseme hivyo ndio itaeleweka. Nilikuwa sijakini. Kwamba natembea kwenye neema ya wazazi kwa sababu wameokoka. Na kitu tufanyia wazazi wanasali hapo kwa wakati namaliza form 4 tulikuwa nakaa kwa ugonde ulirudi ya kutoa wazazi kama mnasali wapi tunaabudu sasa kwa mimi kabidi niungane nao. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo baadaye nikawa nifanye maamuzi mwenyewe na mshukuru Mungu nikawa nimebatizwa hapa na huko tunatatizo madeni sawa ndio kwa sio madeni sawa ni kwa mchungaji. Bwana asifiwe. Kama itoshi mtaoa hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo bila Yesu kumfia msalabani tusije tu hapa tulipo. Mimi namshukuru Mungu aliyenifikisha pale nilipema maana Manzese. Kama niseme mimi nitaingia na zaidi mpaka hapa sijawahi kukuta wangu. Bwana kabisa. Kabisa msijawahi kabisa kuvuta bangi sijawahi. Yaani nimekutana na vitu vingi na fitina na nikasema pengine ni neema ya wazazi kwa walikuwa wananiombea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima kwa wazazi ambao wanakuja Mungu awabariki sana. Kuna watu wanapita kwenye changamoto wamuulize mtumishi wa Mungu Elias. Mungu atakupa baraka. Au na mtumishi wa Mungu. Kile ndio na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wanajifunza kutoka shida zao ni hatari lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata neema hasa nyinyi kina mama na neema mnakuta wokovu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu kumtia msalabani kushika bora kuliko tumesahau. Tumekwisha kuwasahau siku nyingi. Hivi kama mimi niko Manzese kwa Manzese machimbo yao kwa Manzese na mbona watu wanaenda kuimba kwa mazingira tunayopita wanaita wakati kwa tunaendelea maeneo ya Tandale kanisa liko maeneo ya Tandale. Sio maeneo yake ndio maeneo ambayo yamechanganyikiwa. Kuna Manzese, kuna Tandale, kuna Temeke, kuna Mbagala na kuna sehemu fulani inakuja kwa kasi sana waita Buza. Umeshasikia maeneo? Haya maeneo yanatakiwa kupiga mziki sawa sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu asifiwe tusije kuwa watu huko tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Wao nimesema sababu ya kwanza ilikuwa ni kulipa gharama. Naomba mmoja nisomee. Waraka ansomee Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Mtumishi wa Mungu hivi tunasomea hapo. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Andiko tunalifahamu lakini kuna kitu nataka tukiangalia hapo. Injili ya Yohana sura 3 mstari wa 16. Ndio. Biblia inasema, ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Ndio. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Ndio. Bali awe na uzima wa milele. Ndio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kwa mstari mmoja mmoja mbele kuendelea mstari wa 17. Tunasoma Biblia inasema, ndio. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. Ndio. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amaminie yeye hahukumiwi. Ndio. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tumesikia maandiko. Kwa maana Yesu alikuja kwa ajili ya kutukomboa. Mungu baada ya kuona mwanadamu amekwisha kutenda dhambi. Mungu baada ya kuona huyu mwanadamu hana mwelekeo, akasema lazima nimrudie mwanangu. Akasema lazima nifanye namna ya kumkomboa yule mwanadamu ambaye amepotea. Ndipo Yesu Kristo akaja kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo akaja kupiga kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo alikubali kuacha uhuru na enzi kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu aliyepotea. Huu ni upendo wa ajabu. Huu sio upendo wa kawaida. Huu ni upendo wa kipekee. Yesu akubali tena. Yesu akubali chochote. Akubali Yesu mwingine. Akasema nitapenda kwenda kuokoa mwanadamu ambaye amepotea katika uso wa nchi ili yeye kumrejesha kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kuendelea Bwana. Kwa hiyo Yesu alikufa
kwa ajili ya kurejesha ile nafasi tulikuwa tumeipoteza. Ile nafasi alikuwa amepoteza Adamu, Yesu Kristo alipokuja kufa msalabani, akawa ametengenezea mazingira ya kurudi tena kwenye ile nafasi ambayo tulikuwa tumeipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile dhambi alikuwa ametenda mwanadamu ilimnyang'anya umiliki. Dhambi alikuwa ametenda mwanadamu ikawa imenyang'anya utawala. Watu tunasoma kwenye ile Mwanzo kwamba mwanadamu alikuwa anamiliki, alikuwa anatawala vitu vyote ambavyo vilikuwa kwenye uso wa nchi. Faida nyingine ni kutukomboa na magonjwa, vifungo na udhaifu. Faida nyingine iliyofanya Yesu kufa na kufufuka msalabani ni kwa ajili ya kutukomboa na magonjwa, vifungo na udhaifu. Kutukomboa na magonjwa, vifungo na udhaifu. Kutukomboa na magonjwa, vifungo na udhaifu. Sio ni mtu wa Mungu. Yapo magonjwa ambayo watu walikuwa wanaona, lakini magonjwa haya yanawezekana mengine yanakuwa ni vifungo. Bwana asifiwe sana. Inawezekana magonjwa mengine mtu anakuwa na homa ya magonjwa, unakuta anakuwa ni magonjwa ya kutengenezwa. Mmoja wao hospitali mapima kama una ugonjwa fulani, na wakati mgonjwa ambao hauwahi kuwepo kabisa. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani, yule mdogo wangu anaitwa Grace, na kuna mfano tulikuwa tunabona naye hapa. Akawa ana changamoto, anapata shida ya kupumua. Akawa amepelekwa kwenye hospitali, kwa nafikiri mama alimpeleka kwenye hospitali kwenda kupimwa, wakamwambia huyu ana tatizo kwenye moyo, ana tundu kwenye moyo. Wakamwambia ana tundu kwenye moyo, nafikiri alikuwa anatoka kumaliza form 4. Kwa hiyo kitu ambacho kama familia ilichanganya sana, ana tundu kwenye moyo, tundu linatoka wapi? Tundu kwenye moyo ndio linasababisha anakuwa na shida ya kupumua vizuri. Bwana asifiwe sana. Kumbe ni magonjwa tu ya kutengeneza blessing mzima na msaida na mtoto wa pili. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo magonjwa yanaweza kutengenezwa kwa lengo la kuletea shida. Usimwone angalia Yesu anasema unaweza kaangalia, lakini ukimtazama Yesu na kujua kwamba alikuwa msalabani kwa ajili ya magonjwa, alikuwa msalabani kwa ajili ya changamoto. Unataka mtu kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Yesu alikuja kwa ajili ya vifungo. Wako watu wana vifungo. Bwana asifiwe sana. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani nilikuwa na changamoto fulani, mimi binafsi nilikuwa na changamoto ya nikigusa kitu chenye vumbi nitapiga chaka na mafua yameanza hapo hapo. Na zingine mpaka nashinda kabisa kupumua vizuri. Yaani nilikuwa napata shida kweli kweli. Nilikuwa napata shida sana. Baadaye kaja dada yangu Viki naye akawa na changamoto ile ile. Yaani akigusa kitu chenye vumbi, yaani vumbi tu yakutimka nje chochote ile chini. Iwe ni unga, iwe ni mtu amefagia hapo ni vumbi, iwe amegusa hapa nguo ambazo zilikuwa zimechimbiwa sehemu, basi itaanza chafya moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Lakini mshukuru Mungu ile hali ilipotea, hata kama ni kitu mafua, ni kama tu wanaweza watu wale, lakini sio ile kama ni kugusa kitu. Ni changamoto kwa ni magonjwa au vingine inakuwa ni vifungo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna kifungo kwenye familia, kama kuna changamoto ya familia, ukisema kwa sababu ya changamoto inaondoka. Wapo watu ambao kwenye familia nakuta wengine wanakuta wanazalia nyumbani, na kuna wengine wanashika kuingia kwenye ndoa, hicho ni kifungo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Zile changamoto ambazo zinajitokeza, lakini tunarudi tumwamini Mungu. Mungu mwenyewe anaweza kufanya kitu tofauti kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna udhaifu. Ijumaa tunaomba sana hapa. Mchungaji alikuwa anafunza, wakati anafundisha ile somo tukaomba sana kwenye kipengele cha udhaifu. Uko udhaifu kwenye maisha ya watu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uko udhaifu kwa watoto wa shuleni, uwe udhaifu kwa mtoto afanye vizuri. Yaani kitu chake kinakuwa ni kizito. Kama mbona tumeweza kuona hapa ni hivi. Kama vile anakuelewa, lakini akirudi shule anashindwa kuelewa. Yaani uwe ni udhaifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama udhaifu, kuna udhaifu wa mtu kushindwa kumtumikia Mungu. Yaani mtu anafanya kazi ya Mungu kwa uelewa. Mtu hawezi kufanya kazi ya Mungu kwa kumaanisha. Huo ni udhaifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukitazama msalaba, udhaifu na kila kitu vinaondoka kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa kuna vitu watu pia saa nyingine lazima tuvichukulie kwa uzito ili kuweza kutengeneza mazingira ya Mungu kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Faida nyingine ilikuwa ni kukomboa kazi za mikono yetu. Faida nyingine ilikuwa ni kukomboa kazi za mikono yetu. Kukomboa kazi za mikono yetu. Yesu Kristo alipokwenda msalabani alipiga misumari kwenye mikono. Ile misumari kwenye mikono ilikuwa ni ishara ya kukomboa kazi za mikono yetu. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni ishara ya kukomboa kazi za mikono yetu, kwa maana chochote tunachokifanya tunakuwa tunaweza kubarikiwa kwa sababu mikono yetu imekombolewa. Bwana asifiwe. Kwa sababu mikono yetu imekombolewa. Kwa sababu mikono yetu imekombolewa kwa damu
ya Yesu. Kwa Yesu Kristo alikufa pia kwa ajili ya kuondoa kazi za mikono yetu. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Hebu tuangalie katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura 27 mstari wa 56. Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 57. Naomba na mwingine nifungulie Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza. Mwingine nifungulie, labda nifungulie Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza. Mwalimu wetu naomba nifungulie Mathayo 27 tuanzie ule mstari wa 57. Tuangalie hapo maneno ya Mungu yanavyotuambia kwa habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Ndio. Ndio. Hata ilipokuwa jioni, ndio, akafika mtu tajiri wa Arimathaya. Ndio. Jina lake Yusufu. Ndio. Naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndio. Mtu huyu alimwendea Pilato akaomba mwili wa Yesu. Ndio. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Ndio. Yusufu akautwaa mwili. Ndio. Akauzongazonga katika sanda ya kitani kitani mpaka mstari wa 60. Ndio. Akauweka katika kaburi lake jipya aliyokuwa amelichonga mwambani. Akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi. Akaenda zake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikiza vizuri maandiko yanaelezea maandalizi ya kwenda kumzika Yesu Kristo. Hapo Biblia inamzungumzia mtu ambaye alikuwa anapita, kwa maana yeye anasemekana alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Akawa wakati anapita alienda kuomba ule mwili wa Yesu Kristo. Baada ya kuona Yesu Kristo kuonekana amekwisha kufa, akauchukua ule mwili kwa ajili ya kwenda kuuzika. Nisikize kwa vizuri nikwambie. Biblia inasema yule mtu akaenda naye akauchonga mwamba. Akachonga mwamba, miaka ile makaburi yao yalikuwa yanatengenezwa pembeni ya mawe. Akauchonga mwamba vizuri. Baada ya kuchonga ule mwamba vizuri, Biblia inasema akauchukua ule mwili, akauzungushia kitani, akauzungushia ile sanda. Baada ya kuzungushia sanda ile mwili, akachukua akauingiza kwenye ile mwamba, ambapo ndipo alipokuwa anamzikia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuchukua ile mwili kuingiza pale kwenye kaburi, kwa maana ya sana kuzikia, Biblia inasema akachukua ile akaviingiza juu, akaisogeza pale ndani kwa ajili ya kuzuia ule mwili, kwa maana kile kitu kwa ndani kisiweze kutoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sikia kwa hiyo tuende kwa Mathayo 28. Tulikamilisha hiyo story Mathayo 28 kuanzia mstari wa kwanza. Tusoma ndio. Ndio. Hata Sabato ilipokwisha pambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu ile ya pili walikwenda kulitazama kaburi. Tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalidhihirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Jioni mtazame mahali alipolazwa. Amen. Shaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumesoma somo ya kwanza ile Mathayo 27 kuanzia mstari wa 56, alikuwa anazungumzia kwa habari ya yule Yusufu kuchukua mwili kwenda kuuzika. Bwana msaidie sana. Akawa ameuzika, na hapo tunamalizia akachukua mwili akaweka mlangoni, ishara kwamba akawa ameziba. Lakini pia tunasoma habari hii hapa inazungumzia kwa habari ya wale wanawake Magdalena na yeye Mariamu mwingine, walikwenda pia kaburini, walikuwa wanakwenda kwa lengo la kumpaka Yesu wa mkato. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Lakini Biblia inaelezea inasema wakati unafika pale ghafla akatokea malaika ambaye alikuja kwenye mazingira ya kwanza. Wakati kabla ya malaika wakati anashuka, kulikuwa kuna tetemeko. Bwana msaidie sana. Kulikuwa kuna tetemeko. Kwa hiyo tetemeko ilipotokea, manake wale kama hawa wanasubiri kuangalia kitu gani kinatokea. Yule malaika akashuka. Biblia inasema kwamba macho yake yalikuwa meupe kama theluji. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo malaika aliposhuka, ukisoma vizuri maandiko kinachoelezea pale ni kwamba hapo mwanzo nimekwambia kwamba yule mtu alipenda kuweka jiwe mlangoni kwa ajili ya kuzuia. Na ukisoma vizuri kwenye hizo injili zinaelezea kwa namna tofauti tofauti. Kuna injili nyingine inaelezea walipoweka ile jiwe wakaweka na muhuri. Bwana msaidie sana. Sikiliza kitu mtu wa Mungu. Tunachoendelea hapa ni kwamba Yesu
Kristo alikufa, lakini Yesu Kristo aliwaambia kwamba siku ya tatu nitafufuka. Alisha kuambia wanafunzi wake, aliwaambia nitakufa lakini siku ya tatu nitafufuka. Lakini kinachotokea kwa mwanadamu ambao walikuwa na kawaida ya kusahau. Wanadamu walikuwa na kawaida ya kusahau vitu. Unaweza kuona kitu kile lakini kesho kusahau. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Biblia inasema wakati mmoja anashuka kwa lengo kwa ajili ya kuwakumbusha watu kwamba Yesu Kristo atafufuka tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maana ukisoma Biblia inasema wakati ile jiwe limekwisha kutolewa. Jiwe limekwisha kutolewa tangoni. Ukisoma Biblia hapo inasema kwa maana wale majema mbele na wale kuna pala shuhudia limekuja watu kuendelea. Bwana asifiwe sana. Endelea kumshukuru Mungu hapo. Endelea kusoma baki hapo. Mstari wa 7. Ndio. Nanyi enendeni upesi awaambie wanafunzi wake. Ndio. Amefufuka katika wafu. Tazama atawatangulia kwenda Galilaya. Ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha kuambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi. Wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu Kristo akawa amefufuka kwa namna hiyo, akawa ametoka kwa maana zile habari zilikuwa kutolewa kwa kuelezea kwamba Yesu Kristo amefufuka. Sikia nikwambie kitu, katika ile Injili ya Luka sura ya 11 na fungu la mstari wa 39 nayo Yesu Kristo alikwenda kumfufua Lazaro, na alikumbuka hiyo habari kama unaikumbuka sasa isoma. Yesu Kristo alikwenda kumfufua Lazaro. Alipokwenda kumfufua Lazaro, yule dada yake na Lazaro akamwambia Yesu kisha kufa hapo kufufuka. Yesu akamwambia nitamfufua atafufuka. Kwa hiyo yule mstari wa 39 mpaka 11 Yesu Kristo anasema aliondoeni jiwe. Sema aliondoeni jiwe. Akasema aliondoeni jiwe, sema aliondoeni jiwe. Tafsiri yake ni kwamba Lazaro ambaye kwa msiku alikuwa ni binadamu, alikuwa hawezi kuondoa jiwe. Lakini Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kuondoa jiwe mwenyewe. Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kuondoa jiwe mwenyewe kwa sababu yeye ndiye yule pekee. Kwa sababu yeye ndiye pekee. Hata mambo yalikuwa yanatokea, yalikuwa ni mazingira ya kutuonyesha sisi wanadamu kwamba Yesu Kristo alifufuka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie kitu cha Mungu. Yule unaweza kuelewa kwa nini kukusudia msitoke kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Yule unaweza kuelewa kukusudia usifanikiwe. Yule unaweza kuelewa kukusudia usifanikiwe. Yule unaweza kuelewa kwa nini kukusudia kuchomoe. Lakini nasema kwa sababu Yesu Kristo amefufuka, kwa sababu Yesu Kristo amefufuka, lile jiwe lilikuwa mmoja. Nasema umetoka kwa jina la Yesu. Yule Yesu ndio wako. Yule Yesu Yesu. Yule Yesu biashara. Anapofufuka Yesu na biashara yake kufufuka Yesu. Anapofufuka Yesu na uchumi wako kufufuka kwa jina la Yesu. Anapofufuka Yesu mambo yako yaende kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema waliweka jiwe. Wakakuta jiwe limebidikishwa mlangoni. Lakini pia wale watu wanapoona mzika, kuna ile pia waliweka na alama. Unajua maana ya alama? Yaani walipiga muhuri, sio wanasema waliweka muhuri. Muhuri tafsiri yake ni kwamba hata watakapokuja kesho yake wakute jiwe lile lile. Bwana asifiwe sana. Wakute jiwe lile, wao walikuwa naamini Yesu hawezi kufufuka. Ndio walikuwa naamini kwamba mtu hawezi kufufuka. Na ukisoma kwa maandiko yanasema wale walikuwa maana wale walinzi na wale watu wengine ambao walikuwa wanashuhudia ile tukio, wakamwambia, wakaenda kumwambia inafikiri mkuu, akamwambia kwamba mkuu, sasa huyu bwana huyu yule mjanja alisema baada ya siku 3 za kufufuka tunaomba tukailinde ile kanisa yake. Ile bwana akamwambia mimi sina shida, nenda kalindeni tunaomba kulinda. Kwa sababu tunaomba tukalinde ili wasije kaenda kuongea habari tofauti. Tunaomba tukalinde mpaka tukalinde. Kwa hiyo akaenda kwa amelinda ile kaburi na kusoma kwa hiyo maneno tunasoma wakati tukio linatokea na wanaenda kushika kuja kuondoa ile malaika alikuwa hatari sana. Lazima malaika alikuwa mwanzo ndio kalivunjisha kwenda kalikalia. Bwana asifiwe sana. Kalizungusha kalikalia kwa maana ndio mliweka sisi tumelea Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ile linakuwa ile kwa ajili ya kuzuia vitu. Hiyo inaweza kuwa kwa ajili ya kuzuia usifanikiwe. Hiyo inaweza kuwa kwa ajili ya kuzuia usipige hatua kwenye maisha yako. Inaweza kuwa kwa ajili ya kuzuia usipige hatua kwenye ndoa yako, usipige hatua kwenye biashara, usipige hatua kwenye kazi, usipige hatua kwenye mambo yako. Lakini nasema Yesu Kristo kwa sababu amefufuka. Yesu Kristo amefufuka. Yesu Kristo amefufuka. Na ile inaondoka kwa jina la Yesu. Ile inaondoka. Ile inaondoka. Ile inaondoka. Ile inaondoka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe likiondoka, kila kitu anachokifanya kinafanikiwa.
Hiyo kutoka hiyo ni kwenye kazi unafanikiwa, hiyo kwenye biashara unafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Sio nikwambie kitu, kuna mtu mmoja, dada mmoja mimi namfahamu, alikuwa anafanya kazi na bosi mmoja. Yule bosi akawa anafanya naye kazi zaidi ya miaka 20. Bwana asifiwe sana. Akawa anafanya kazi zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo yule dada baada ya kufanya naye kazi yule bosi, yule dada akawa amebahatika akawa ameolewa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa kama ameelewa akaamini kwa sababu yeye anafanya naye kazi kwa pesa ya miaka 20 na utendaji mkubwa alikuwa yeye. Akaamini kwa sababu kuna kitu kikubwa atafanya kwenye harusi yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Akaamini kwa sababu mimi nimefanya kazi kwa muda mrefu, kuna kitu kikubwa atakifanya kwenye maisha yangu, hata atanipendeza kitu kikubwa kwa sababu nimekuwa naye kwa muda mrefu. Kwa hiyo binti akawa amefunga harusi. Bwana asifiwe sana. Baada ya kuwa amefunga ile harusi, siku ya nasema kwa ukumbini, yule bosi akaja akawa amemletea kwenye kutoa zawadi, yeye akaja akawa ametoa zawadi ya Biblia. Sema Biblia. Au sema Bible kwa Kiingereza, Kiswahili Biblia. Sema Biblia. Au sema Bible. Bible na Kiingereza tukitamka Bible ndio mnyoka. Bible. Kwa sababu ametoa zawadi ya Biblia. Kwa hiyo kwa zawadi ya Biblia yule mtu alikasirika. Bwana msaidie sana. Alikasirika yule mtu akasema kwa nini ameniletea zawadi ya Biblia? Yaani mtu mtaani amenizaa akachukua zawadi ya Biblia akawa hata kuisoma kuandika nayo akaiweka huko mbali. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema ni kama nataka kusema hapa. Tusivichukulie vitu kwa mazoea, tusivichukulie vitu kwa uzito. Bwana msaidie sana. Tusivichukulie vitu kwa mazoea, tusivichukulie kwa uzito. Yule mtu anachukua Biblia kama ameitupa. Ikaja kupita miaka mingi baadaye kusema kuitupa maana kutupa, yani akaiweka tu ndani akawa hangaika nayo. Akaiweka tu kwa kufuatilia kuhangaika nayo. Kama vile tunasema labda kwenye store labda ya vitabu hivi kwenye library nini, wengine nyumbani wana library hapa ameenda ameweka tu hapo. Sababu Biblia ya kutumia nayo mimi kwa niweka. Kaiweka pale. Kwa hiyo kupita muda fulani baadaye anakuja kwani wanakutana kazini kwa sababu ndio bosi wake, anakutana hapo kazini wanafanya kazi kwa bosi wake, akaikai sana kama kampuni yeye ndo anaendesha. Baadaye bosi wake akamwambia baada ya miaka amepita kama mwaka hivi. Akamwambia ile zawadi nilikuwa uniangalia. Zawadi gani ile anasema? Niangalia, sasa uniangalia kwa sababu bosi wake anamwambia pia ana maana kwamba kama uliangalia mbona useme kitu? Kumbe kwenye Biblia aliweka kitu kikubwa sana, mbona useme kitu? Akasema niliangalia. Akamwambia basi sawa, akaachana naye akamwacha. Kwa hiyo kama anaenda kufika nyumbani sio akasema ule semesha mama ile zawadi kwamba kuna nini mle ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwenda kufungua ndani ile kwenye Biblia akakuta katikati ya Biblia kuna open check. Kafika kwa benki mnaelewa kuna check. Open check. Yaani open check ni semeni. Open check ni ile check ambayo yaani unakuwa umeandikiwa kwenye check unakuwa unaweza kuandika kiasi cha fedha. Sasa open check ina maana hata mimi nikipewa hapa na uwezo kuchukua inakuwa ina masharti mengi. Kwa kama ameandikiwa open check na open check inakuwa na muda wa expire mama kuzidia. Inakuwa na muda wa expire. Kwa hiyo ameandikiwa open check. Hela nyingi zaidi milioni 30 iliandikiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo open check kama wewe ametupa kuangalia naye wewe ndio kuangalia anakuta open check aliambia mama alisikia vibaya sana. Alisikia vibaya kwa kaona hivi namwambia yule mtu. Bwana asifiwe sana, lakini uzuri kwamba hiyo pesa haiwezi sio unaweza kwenda kumwambia kweli. Kwa sababu wewe manake kama wafundi tunajua kama ile pesa uliyochukua inakuwaje? Ikisha expire inakuwaje? Ndio andike cheki nyingine. Kwa lazima urudi kwa kusenya hivi. Kwa ndio urudi na kuandika cheki nyingine. Kwa hiyo tunataka kutaka kusema nini? Tusivichukue vitu kwa mazoea, tusivichukue vitu kwa uzito. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Chochote unachokiona kichukue kwa uzito. Yaani ukiambiwa kitu, kwa kufanya hivi. Au vijana wetu wanafanya ile kufanya hivi, fanya usichukulie kwa wepesi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukichukua kwa wepesi ukifanya kitu kimazoea utaingia kwenye mtego ambao au tunaweza kuchoma kwa sababu ukajikuta baadaye ukaiika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leta hiyo alama ili isionekane kama imebadilishwa. Hii ndio ile ndio mlango hii isionekane kama kwamba ile ndio ilibadilishwa. Sio ni kwamba kitu cha Mungu. Watu wanaweza kaka hiyo kwa ajili ya kukuzuia usifanikiwe. Watu wanaweza kaka hiyo kwa ajili ya kukuzuia usisogoe. Watu wanaweza kaka hiyo kukuzuia tu usipige hatua. Kama hiyo ndio ndio kukuzuia usisogee. Hiyo ndio mlango kwa ajili ya kukuzuia usipige hatua, usitoke kwenye mpenyo wako. Yaani usipate mpenyo wa kusogea, usipate mpenyo wa kusogea mbele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
tukubali kusikiliza leo mimi nachosema ili tuweze kusaidia na tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu. Nimalizie kwa kusoma. Naomba tusome Yohana 20 mstari wa 5 mpaka wa 7. Malizia Yohana 20 kuanzia Yohana sura 20 kuanzia ule mstari wa 5 mpaka wa 7. Injili ya Yohana sura 20. Injili ya Yohana sura 20. Ndio. Ndio. Akainama na kuchungulia. Akaona vitambaa vya sanda vimelala. Ndio. Lakini hakuingia. Ndio. Basi akaja na Simoni Petro. Akaingia ndani ya kaburi. Akavitazama vitambaa vilivyolala. Ndio. Na ile leso iliyokuwako kichwani pake. Iliyokuwepo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa bali mahali pa peke yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza nikwambia, kwa Simoni Petro alikwenda kaburini kwa ajili ya kwenda kushuhudia Yesu amefufuka kweli. Kwa hiyo anasema kufika pale akakuta ile sanda, kwa maana ile kwa maana zile sanda na vile vitu vyote vifaa vya kuzikia vipo pale. Kwa maana ya sanda walifunga kichwani, vitu vyote vipo pale vimezongwa. Kuzongwa na nini yake? Kuzongwa yani ni kitu ambacho kama kinazungushia hivi kikapu unajua kinapokuwa kama kinajifunga hivi. Kwa sababu vile vitu vipo pale, ni ishara kwamba ni kama ule mwili ulichomoka, alafu vile vitu vipo pale. Bwana msaidie sana. Na ile pale yote ilikuwa ni kwa ajili ya kutaka kuonyesha kwamba Yesu Kristo amefufuka. Unajua changamoto moja ni kwamba Yesu Kristo alisema nitakufa lakini siku ya tatu nitafufuka. Na kusoma andiko vizuri kuna sehemu wakati Yesu Kristo alikuwa anahubiri, aliingia kwenye kanisa akakuta watu wanafanya biashara kwenye nyumba ya Bwana. Anakuta watu wanafanya biashara, wanauza njiwa, wanauza nini, wanajazana pale. Kwa hiyo baada ya kuona ile kitu kinatembelea, Yesu Kristo yuko Mungu kawaka ndani yake. Bwana msaidie sana. Yuko Mungu kawaka ndani yake. Baada ya Mungu kuwaka akaanza kupindua ile meza. Ile meza. Wakati alipindua ile meza Yesu akawa na uchungu. Anasema wewe nyumba ya yako imeweza kuwa nyumba tango la wanyang'anyi. Nyumba yako imeweza kuwa nyumba ya biashara. Baada ya mahali patakatifu mahali pa kuabudia. Bwana msaidie sana. Wakati wanasemezana haya Yesu kama yeye aliongea ni kama alikuwa atafahamu. Akasema libomoe ikawa mimi ndani ya siku tatu nitaisimamisha. Bwana msaidie sana. Wakati alisema mstari sio kusoma akasema libomoe ile ikawa nani ndani ya siku tatu nitaisimamisha. Kwa hiyo tunasema mtu anaongea vitu gani? Mbona anaongea vitu vigumu? Mbona anaongea vitu vizito? Ile ikawa tumelijenga zaidi ya miaka 46. Zaidi ya miaka 46 ndio tulijenga ile ikawa. Au mbona unasemaje kwa ndani ya siku tatu tulisimamisha? Kumbe Yesu Kristo alikuwa anazungumzia kwa habari ya kwamba yeye atakufa, alafu atazungumza tena. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Hao wote walikuwa wanaongea kwa ajili ya kuwakumbusha wanadamu. Alikuwa anaongea kwa ajili ya kutukumbusha. Kwa hiyo anapokuwa sana hapo tunachokiona kwamba ndio ile pandemi mara ile wanaona sana kumrudisha. Ile tafsiri yake ni kwamba Yesu alikuwa anakumbusha kwamba mimi baada ya siku nitafufuka. Bwana msaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tulikuwa sisi tungekumbuka. Sasa nilikuwa nawaza hapa hawa watu kama Yesu Kristo alisema baada ya siku tatu atafufuka, lakini baada ya leo kinachoendelea ina maana hata yule Mariamu Magdalena na yule Mariamu mwingine walikuwa wanakwenda kwa jina manukato na yule punda kwa ajili ya kwenda kumpaka. Sasa wanakwenda kumpaka watu ndio sasa baada ya siku tatu atafufuka. Ina maana yeye alikuwa hawahesabu. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo tunaweza kumalizia kwa kusema kufufuka kwa Yesu Kristo, kufufuka kila kitu ambacho kinakufufuka kwenye maisha yetu. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Wewe unajua kama kuna kitu chako chochote, iwe ni biashara yako, iwe ni ndoa yako, ipo kwenye hali ya kufa. Anapofufuka Yesu Kristo na vitu vyako vikifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa na sosai kwenye huduma, alipofufuka Yesu Kristo na huduma yako kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja kufufuka kwa ajili ya kukomboa sisi wanadamu. Na hili sio kitu cha kawaida, ni kwa ajili ya watu watafakari kwamba hili ingekuwaje kama mtu ingekuwa kila mtu aliyokuwa mwenyewe kwa nafsi yake. Nafikiri sijui ingekuwaje, nafikiri tusingeweza. Nafikiri ingekuwa jambo gumu sana, lakini Yesu Kristo alikubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema ni haya kwamba kumbuka Yesu Kristo amefufuka. Tena kutembea kana kwamba Yesu amefufuka. Tembea kifua mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua mambo yako, wewe unajua mambo yako. Unajua
kipya. Lakini maadamu Yesu Kristo amefufuka, kila kitu ambacho kina hali ya kufufuka, kina hali ya kufufuka, leo anaenda kwamba kitafufuka, anaenda kwamba kitasimama. Kama ni kuna biashara inasuasua, itasimama kwa jina la Yesu. Kama ni ndoa yako ina changamoto, itasimama kwa jina la Yesu. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Hakuna haja ya kukata tamaa, hakuna haja ya kuvunjika moyo, hakuna haja ya kuumwa. Amini, maadamu Yesu amefufuka, na mimi mambo yangu yanafufuka kwa jina la Yesu. Hakuna vifungo, hakuna changamoto, hakuna kulewa kwa jina la Yesu, hautaenda kwa jina la Yesu. Utasema mbele kwa jina la Yesu. Hata wakicheka mbele yako hapo utamjia kwa jina la Yesu. Sikiliza nikwambie kitu. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia vitu fulani nikashangaa sana. Yule mtu anafanya kazi kwenye kampuni ya mabasi, sitoitaja. Hiyo sio kaacha kupanda, lakini muendelee kumwomba Mungu unapopanda kwenye mabasi. Bwana msaidie sana. Akaniambia akasema yale mabasi yakirudi, yanapotoka safari, yanaporudi Dar es Salaam, yakisharudi, yanapokwenda yadi. Sinajua yadi wanapopaki magari yao. Yanapokwenda yadi lazima kama ni matengenezo kufanyaje? Kuna mtu maalum anakuja kufagia ule mchanga. Ushasikia Yesu? Kuna mtu maalum anakuja kufagia ule mchanga. Si kwamba simepanda kwenye mabasi kuna makapeti, simepangwa tumisho Mungu. Kuna makapeti sikizo kwenye mabasi ya kisasa, kuna carpet, kuna pita wanatembea. Kwa hiyo ukimaliza pale, kuna mtu maalum anakuja kufagia ule mchanga, wewe unazolewa kuna sehemu unapelekwa kwa ajili ya kufanya mambo yao. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo kama uombi, yani ndio maana hapo kuna siku nilikuwa naongea na shemeji yangu Messi hapa. Pili fanya miaka ya nyuma kidogo hapo. Tukaongea tunasema kwamba kumbe kwenye maisha haya kila kitu ni kuomba. Yaani inawezekana tunaona kwamba hiyo kawaida hapa, kumbe mambo yanaonekana mtu anataka kuacha cha Mungu ameshakiishia pepo. Bwana msaidie sana. Kwa maisha yetu ni kuomba, na mara nyingi tunazungumza tunasema ya kwamba yani sisi watu wa rohoni ni kama kuna sehemu tunazembea. Wale wenzetu wako makini sana. Bwana msaidie sana. Wako makini. Mchungaji anasema vitoto vidogo vimefundishwa vinajua ile sala yao. Na wale ukimwambia aseme Yesu ni Bwana aseme. Anakataa kabisa, kinabisha. Bwana msaidie sana. Kwa watumishi wa Mungu tuwe tunaomba na shida ile ya kutoa mchanga ule gari. Maana kuna mtu maalum amepewa, yani ameweka oda ya kuchukua ile mchanga. Kuna nyingine ndo nilichoka kabisa, nilichoka nikasikitika. Wakasema kwamba tunapoenda kwenye ile misiba yao. Achana misiba yetu, si misiba ya kwao wao. Ule muda wakati wa chakula, mnapokwenda kula chakula, mnaponawishwa, si mnanawa maji. Siku kama ninakuja sisi ndoo wanakinga, alafu kuna mtu anaponawisha. Yale maji nayo kuna mtu anapiwa woga, anachukua yale maji mikono. Narudia tena. Maji unapokwenda kwenye misiba yao, unapokwenda kula chakula, yale maji. Yaani unanawisha mikono ili upewe chakula. Yale maji kuna mtu anaoda mahali, yani anaoda ya kuchukua yale maji kwenye misiba. Bwana msaidie sana. Sasa msaada pekee ni sisi kumwomba Mungu. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Msaada pekee ni kumwomba Mungu. Lakini nasema kwa jina la Yesu. Maadamu Yesu Kristo amefufuka, hawatuwezi kwa jina la Yesu. Hawatakuambia kwa jina la Yesu. Hawatakuambia kwa jina la Yesu. Biblia inasema kila silaha haitakuambia kwa jina la Yesu. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Sikiza nikwambia, unapotoa jiwe, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alipokuwa jiwe kwa wanafunzi kwamba walimfunga kwenye chuo cha walio hai. Tunaweza kuzungumza hapa kwamba tunakataa kufunga kwenye chuo cha walio hai. Bali wale ambao wanatufunga sisi tunawafunga hao kwenye chuo cha walio hai kwa jina la Yesu. Bwana msaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua sababu ya kumwomba Mungu kila wakati. Tunajua sababu ya kumsifu Mungu kila wakati, kwa sababu ulimwengu hizo unafanya vita na sisi. Ulimwengu hizo unafanya vita sana wewe sisi. Usipoepuka mashambulizi, hatuwezi kuwa salama. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Mchungaji kuna siku alituambia hapa, sijajua ni msiba gani, lakini walitaka kumnawisha, alikataa. Sema hapana, maji machafu sana, akakataa. Sasa mimi yaani alikuwa na mpango wale, lakini alipoona bakula ule akasema hadi mimi. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Kwa watumishi wa Mungu tuendelee kumwomba Mungu ili tuwe salama. Yaani hakuna shida atakayokuja kufanikiwa, kwa sababu sisi ni wana wa ufalme. Na juzi kama mtumishi wa Mungu yule mwalimu alikuwa anafundisha mwalimu Francis, akawa anafundisha na anasema ufalme wa Mungu upo, wewe unataka utende kazi. Bwana tuende sana kwamba uite uje kwamba ufalme wa Mungu ushuke, ufalme wako uwe. Na maana sisi ni gani? Sisi watu wa Mungu tunaweza ni kama tunamiliki makubwa ndani ya kuyafundisha. Yaani mtu usinisemeni kwamba mtu kuna mabunduki ya maana hapa,
SMP, mashine gani, si mishale, mambo ya kulipua, kila kitu nacho. Lakini ukienda kulala ile unatumia kijipisto tu. Kidogo tunalikuwa kidogo unaenda kulala. Bwana mzuri sana. Silaha zote tunazo. Kuna mtu mmoja alienda kwenye interview ya kazi. Alipofika pale kabla interview watu nao wanawaadhima wanakuja kuoa. Mtu anaenda kwenye interview alifika pale akakuta chai mezani akamwambia karibu chai. Unaelewa kilichotokea? Hiyo ndio kufika pale kumbe kawaida. Hiyo kawaida tujifunze kwenye maisha yako. Ukikuta chai mezani koroga kwanza. Kama sasa kufika pale akachukua kijiko kingine akaweka unajua akachoka akaongeza sukari kwanza. Akaweka sukari alafu akakonga ndio haya akakuta sukari nyingi. Chai yenyewe akamwambia interview ilikuwa niyo tu umeshindwa. Bwana msaidie sana. Bwana msaidie sana. Na tunataka kumaanisha nini? Ni kwamba yaani kila kitu unaweza kuwa nacho hapa lakini unashindwa kukitumia. Ndugu wangu wa kwanza na mzee wake mmoja yeye anataka kutumia anasema kuna ushauri mzee anatumia anasema kuna mtoro nyama ziko chini. Bwana msaidie sana. Unaweza kuanza kumshauri mbona nyama sisi leo umekoroga umegeuza chini huko. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo mimi sasa kitu moja tukushauri wewe ukitumia nafasi uliyopewa. Hii neema ya kukupa kwa Yesu Kristo kuitumia iweze kukusaidia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ngoja na kuendelea kwa Bwana. Kwa hiyo tunaweza kusema tunamhitaji Mungu sana kwenye maisha yetu. Tunamhitaji Mungu kwa viwango vikubwa. Wangapi wanamhitaji Mungu? Wangapi wanamhitaji Mungu? Basi fikiri nimefikia mwisho. Naomba tuabudu kidogo alafu tuombe kidogo tutamka maneno machache alafu askofu kwa ajili ya kuendelea. Tamka maneno machache kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa neema ya kutupa sisi neema ya kufufuka kwake.